Katika kuelekea siku ya upendanao yani Valentine's Day, Februari 14, Benki Kuu nchini Kenya yani CBK imetoa onyo kali kwa wananchi kuhusu mtindo unaosambaa mitandaoni wa kutengeneza maua kwa kutumia noti halisi za fedha, ikisema kitendo hicho ni kinyume cha sheria na kinaweza kumpeleka mhusika gerezani hadi miaka 7. Hii ni TriGen Media. Mtindo huo uliopata umaarufu kupitia mitandao ya kijamii na kuonekana kushabikiwa sana hasa na watu wanaoishi maisha ya kuiga kupitia mitandao ya kijamii unahusisha kukunja, kubandika gundi, kupiga pini au hata kushonea noti kwenye mavazi au vitambaa ili ziwe katika muundo wa maua kwa ajili ya zawadi za sherehe kama harusi, siku za kuzaliwa na maadhimisho ya kimapenzi. Kwa mujibu wa Benki Kuu ya Kenya, kitendo hicho kinachukuliwa kuwa ni kuharibu au kudhalilisha sarafu ya taifa hilo kwa sababu noti hizo hupoteza ubora wake na hushindwa kutumika tena katika mashine za ATM au za kuhesabia fedha. Benki hiyo imesisitiza kuwa fedha ni mali ya umma inayolindwa na sheria na mtu yeyote atakayebainika kuharibu noti anaweza kuchukuliwa hatua za kisheria ikiwemo kifungo cha hadi miaka 7 jela. Aidha, uharibifu huo unasababisha gharama ambazo si za lazima kwa benki na kwa wananchi kutokana na ulazima wa kuchapisha noti mpya kuchukua nafasi ya zile ambazo zimeharibiwa. CBK imeeleza kuwa haina pingamizi kwa mtu kutoa fedha kama zawadi, lakini imewataka wananchi kutumia njia mbadala ambazo haziharibu noti kama kuweka fedha kwenye bahasha au kutumia njia za kidigitali kama vile uhamisho wa kibenki na miamala ya simu. Baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii wamepokea tangazo hilo kwa hisia mchanganyiko, wengine wakiliona kama hatua sahihi ya kulinda thamani ya fedha, huku wengine wakilichukulia kwa mzaha wakisema sasa wana kisingizio cha kuepuka gharama za bokwiti za kifahari. Hatua ya Kenya inaungana na misimamo mikali ya baadhi ya mataifa barani Afrika dhidi ya matumizi yasiyo sahihi ya sarafu, ikiwemo Nigeria iliyopiga marufuku utamaduni wa kunyunyiza fedha na Ghana ambayo pia imepiga marufuku kutengeneza keki kwa kukunja noti ama kubandika fedha. Kwa upande wa Tanzania, sheria ya Benki Kuu ya Tanzania imeweka wazi kuwa sarafu iliyotolewa na Benki Kuu ni mali halali ya umma na hairuhusiwi kuharibiwa, kuchanwa, kuchorwa au kubadilishwa muonekano wake kwa makusudi. Adhabu yake ni faini au kifungo jela kulingana na uzito wa kosa, kwani kitendo hicho hupunguza muda wa matumizi ya fedha na kuongeza gharama kwa taifa. Hii ni TriGen Media.